Kama wanajua inatosha, kwa sababu wamejua. Kuamua ni swala lingine, kuchukua hatua ni swala lingine, lakini ukijua ni jambo muhimu sana. Kwa ni wajibu wetu kuwajulisha. Ndio maana niliamua kila kipimo ninachoshuhudia na kirekodi na kipeleka TikTok na kipeleka Instagram na sehemu zinginezo. Lengo ni nini? Ni kupeleka salamu kwa baadhi ya watu, kuamsha wa Afrika kuwa inawezekana tukatoka hatua moja tukaenda hatua nyingine. Inawezekana. Na napenda kutoa mfano Irani. Irani kaishi kwenye vikwazo miaka 40. Lakini leo muda si mrefu anaonesha maajabu ya satellite yake mpya ambazo zitakuwa zinatoa picha taifa lingine lilivyo na kuleta picha nyingine. Hakutumia vijana kutoka nje ya taifa lake. Walikubali. Sasa hivi tuko kwenye mazingira magumu. Tuna wajibu wa kujipanga upya. Ndoto zao zinakamilika kwa nidhamu na miko. Kazi yote kama haina nidhamu, haina miko, ni ngumu kazi hiyo kufikia katika lengo. Kwa hiyo kama mataifa ya Afrika, sehemu kubwa sana, chanjo, nini, kote wakubwa wamekata zile hela. Mimi nafurahi jambo hili. Na nafurahi kwa sababu moja tu. Haiwezekani mkawa na watu wanaofanya starehe kwa kutegemea watu wengine wawasaidie. Haiwezekani mkawa mnaishi kwa ndoto za watu wengine. Haiwezekani mkawa mnaishi kwa pesa za watu wengine. Wakati mmesoma na mnajinasibu mmesoma, mlivyokuwa watu wa ajabu, badala kuongea kiha mnaongea lugha ya wazungu, wasema hii lugha wataalamu. Yaani lugha ya watu waliowatawala ndio lugha bora kwenu kuliko lugha yenu ya asili. Halafu mtu wa namna hii anakuaje na akili bora? Ambapo hajijali na hajali hata asili yake. Anawezaje kuwa na ubunifu mzuri wakati hajithamini na athamini cha kwake? Mnawezaje kusimama imara bado mna mawazo ya namna hii? Ni ngumu zaidi. Kwa T.R. Msigwa ninajaribu kukuhamasisha ubadilike na mbadilike ili muwe imara, heshima zenu ziwe imara. Leo tunatukanwa, tunaambiwa wanawake kwa wanawake waoane, wanaume kwa wanaume waoane. Ni kwa sababu gani? Asilimia kubwa mnapewa. Ukikataa hatutokusaidia na wewe hujiwezi. Ukiwa kwako utavimbisha mapua kuwa ufati, lakini utasarenda kwa sababu huna kipato. Ni kwa sababu hukuchukua hatua madhubuti ya kujipanga vyema. Leo watoto wa Kirani wamejipanga vyema kwenye kila sekta. Sekta ya afya. Leo katizame kaandika Irani Research. Tizama unavyozungumzia HIV. Mimi na wao tumeshindana kidogo sana. Lakini hawaletewi tu na bwana mkubwa kutoka duniani, bwana programu hii na wao wanaishangilia kama zuzu. Hapana. Wanakataa, wanatumia maarifa yao. Kwa hiyo sasa hivi wa Afrika amkeni ili muweze kusimama imara. Kama hamtuamka mtaendelea kuburuzwa sana, na hivi hamkubaliani na mawazo yao mtaambiwa maneno mengi sana, na hakuna jinsi, kwa sababu hamjiwezi. Inawalazimu kukubaliana na hali hiyo. Utavimbisha mapua lakini utakwama tu, kwa sababu huna chochote. Vyema kuwa makini sana. Tuzungumze na T.R. Msigwa, ndio lugha nasafiri nayo. 0752819047. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.